Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Happy New Year. Pokea salamu za heri njema za mwaka mpya, mwaka 2026 kutoka kwangu binafsi. Ninawatakia mwaka ambao upo na mafanikio, upo na afya njema, upo na motisha. Mwenyezi Mungu atulinde, Mwenyezi Mungu atutangulie, atufikishe mahala ambapo tumepanga kufika. Kanda hii sina maneno mengi, ila ninataka kuchanganua hotuba ambayo imeweza kutolewa naye Mama Samia Suluhu, rais wa Tanzania, rais haramu wa Tanzania. Kama walivyo ripoti kwamba mwendo wa saa 3 usiku tarehe 31 mwezi wa Disemba, siku ya mwisho ya mwaka 2025, Samia angehutubia Tanzania, na kweli alihutubu. Alirekodi video na wakaicheza. Katika ile hotuba yake, mpenzi mtazamaji, cha kushangaza, Samia hana hata chembe za kusema kwamba wale ambao walipoteza jamaa zao katika maandamano wapumzike salama. Hana hiyo chembe, kwa sababu kauli ambazo aliweza kuzitoa zenye dakika 11 nilisikia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hakuna mahala ambapo alimeza hata dakika moja ya kusema kwamba anawaomboleza wale ambao waliweza kututangulia mbele ya haki, wale ambao waliweza kuuawa. Kitu ambacho alikinena eti ni kwamba mwaka 2025 mwezi wa 10 Tanzania ilipokea jaribio, lakini akaweza kuvishukuru vyombo vya ulinzi Tanzania, jeshi la polisi na jeshi la mwananchi, eti kwa kulinda amani. Amani gani ambao waliweza kulinda kama sio kuwaua raia? Sasa anashukuru vyombo vya ulinzi ambavyo viliweza kuwaua raia ambao hawakukuwa na hatia yoyote, ambao hawakukosea mtu yeyote. Kitu ambacho walikuwa wanataka ni uchaguzi wa haki na huru, uchaguzi ambao haungeegemea upande wowote wa kisiasa, reformu za uchaguzi ziweze kufanywa, katiba mpya iweze kuletwa Tanzania. Walikuwa wanataka wale wote ambao walikuwa wamekamatwa kwa sababu za kisiasa waachiliwe, akina Tundu Lissu, akina Humphrey Polepole. Lakini hayo Samia hakuyazungumzia. Hata udikteta wake ambao anaendeleza Tanzania kwa kuendelea kuwateka nyara wa Tanzania hakuzungumzia. Kitu ambacho nilisikia akisema eti kwamba kupinga serikali kuko kwa katiba na hiyo ni demokrasia, lakini hiyo demokrasia haipaswi kutumika kuligawanya taifa. Unajua kitu ambacho kinafanya mpaka Watanganyika wanataka kujiondoa ndani ya serikali ya muungano ni kutokana na uongozi wa Samia mtepetevu, uongozi mbaya. Jambo jingine ambalo nimesikia Samia kilizungumzia eti kwamba mwaka huu mpya, mwaka 2026, anataka kuanzisha jopo la maridhiano, eti jopo ambalo litaunganisha taifa la Tanzania likuje pamoja, wasahau yaliyopita,
wagange yajayo. Wacha nikuulize, anataka kuridhiana na nani kipindi ambapo haki bado haijaweza kufanyika? Ndugu wananchi, kiungo kingine cha maendeleo ni uwepo wa utulivu wa kisiasa na hali ya amani na usalama nchini. Mwaka 2025 pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata, tulipitia pia changamoto na mitihani iliyotugusa sote. Takumbukwa kuwa mwezi Oktoba mwaka huu tulipitia nyakati ngumu zilizohitaji subira, mshikamano na uzalendo. Kwa dhati kabisa, ninavishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama nchini na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Tumeweza kuthibitishia ulimwengu kwamba Tanzania ni taifa imara, himilivu na lenye kujitahidi kushughulikia changamoto zake. Tunapoanza mwaka 2026, serikali imejipanga kujenga umoja wa kitaifa nchini. Hatua za kuunda tume ya maridhiano zimeanza kuchukuliwa. Serikali itashirikiana na wadau wote katika kukubaliana kuhusu muundo wa tume, aina ya wajumbe, majukumu yao na muda wa kazi wa tume hiyo. Nitoe rai kwenu ndugu zangu wa Tanzania kwamba tunapoendelea kulijenga taifa letu, tusikubali tofauti za kiitikadi au kimtazamo zitugawe na kutupotezea malengo yetu ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Sote tunafahamu kuwa tofauti ni sehemu ya demokrasia, lakini zisitumike kuligawa taifa la Tanzania. Narudia kusema kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja tu. Ndani ya jamhuri hiyo kuna Watanzania ambao wamejengwa na itikadi ya kuamini kwamba amani, umoja na mshikamano hujenga uzalendo na ndio virutubisho vinavyotuletea maendeleo endelevu na ustawi wa Watanzania. Anataka kuridhiana na nani? Eti kwamba wataunda jopo la mazungumzo ya maridhiano kuleta taifa pamoja. Sijakataa, mazungumzo ni bora, lakini anataka kuzungumza na nani? Na wale ambao aliweza kuua, na wale ambao aliweza kujeruhi? Anataka kuzungumza na akina nani? Wale ambao amepoteza, wale ambao ameteka nyara? Anataka kuzungumza na nani? Hapo ndipo sikuweza kumsikia vizuri, kwa sababu alisema kwamba kuna tume ambayo itaundwa ya kufanya nini? Ya kuleta maridhiano Tanzania. Wapenzi watazamaji, Samia amesahau kwamba udikteta wake ndio uliweza kuchangia mpaka machafuko yakatokea Tanzania. Sasa ninaona anasahau hayo, lakini anataka kuambia ulimwengu kwamba Tanzania imeweza kuhakikishia ulimwengu kwamba ni taifa ambalo linaweza likajisimamia. Sijakataa, kila taifa linajisimamia, lakini kipindi ambapo taifa linaua wananchi zaidi ya 10,000 alafu wanajaribu kuambiwa kwamba wamekosea, wanasema kwamba hawawezi wakaelekezwa jinsi ya kufanya, hilo si taifa. Hilo si taifa, mpenzi mtazamaji. Taifa letu la Tanzania lilikuwa ni taifa la kupigiwa mfano, lakini Samia ameweza kulizika taifa letu. Yaani Watanzania tulikuwa tunataka uchaguzi wa haki na huru. Akaiba uchaguzi, akajitangaza mshindi, akawaua raia, akawazika, akateka wengine, akapoteza wengine. Alafu saizi anakuja kutuambia maridhiano. Hakuna maridhiano ambayo yatafanyika bila ya haki. Lazima kwanza haki iweze kupatikana kwa wale ambao waliweza kupoteza wapendwa wetu. Haki iweze kupatikana kwa wale ambao waliweza
kuumia. Sio eti kwamba Watanzania walikuwa wanataka kulichoma taifa, walikuwa wanataka katiba mpya, walikuwa wanataka udikteta uweze kuisha, lakini akaamua kutumia vyombo vya dola kuangamiza Watanzania ambao hawakukuwa na hatia. Kazi hamuna Tanzania. Kazi ambazo ziko zinapewa familia za viongozi, familia ya Samia, familia ya Kikwete na familia zingine za viongozi. Wao ndio wanapewa kazi, lakini sisi raia wenye hatuna mtu wa kutushika mkono hatupewi kazi. Alafu anataka kutuambia kwamba taifa letu la Tanzania limeimarika. Limeimarika wapi kipindi ambapo ameuza bandari ya Bagamoyo kuelekea Saudi Arabia? Kipindi ambapo ameuza kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro? Kipindi ambapo anauza kila kitu Tanzania? Mimi nilikuwa natarajia kwamba kipindi ambapo mama alikuwa anazungumza angechukua hata dakika yake moja mbili akatakie wale ambao waliweza kuuawa na maafisa wa polisi mapumziko mema. Alafu kutoka hapo, kama anataka mazungumzo ya maridhiano, angechukua hatua, atangaze peupe kwamba yeye kama amiri jeshi mkuu mwenye aliweza kujiweka pale atachukulia hatua wote wale ambao walihusika kuwaua ndugu zetu kipindi cha maandamano. Hayo hakuweza kuyazungumza. Kitu ambacho anazungumza ni kuweza kusema kwamba Watanzania wakuje pamoja, wampee muda wa kuongoza. Katika hotuba ambayo Samia aliweza kuitoa, ninampea 0.07 kwa sababu yale mambo ambayo tulikuwa tunatarajia aweze kuyazungumzia, kama vile katiba mpya hakuzungumza, kama vile kukomesha utekaji hakuzungumza, kama vile wale ambao walihusika kuwaua ndugu zetu wachukuliwe hatua hakuzungumza, kama vile kukomesha upotezaji, kama vile kuamrisha jeshi la polisi liache kutumia nguvu. Mambo ambayo ameyazungumza ni kuweza kusema kwamba eti Tanzania iliweza kuonyesha ulimwengu mzima kwamba wanaweza wakajisimamia. Sasa ninamshangaa kipindi ambapo anasema kwamba ataenda kuteua jopo la maridhiano kutoka taasisi mbalimbali. Hatujakataa hilo. Sasa maridhiano ya nini kipindi ambapo serikali wanasema kwamba wananchi waliweza kulipwa ili kuandamana? Na yale mahitaji ya wananchi yatakuwa yamezungumziwa kweli? Yatakuwa yameangaziwa kweli? Kipindi ambapo wanasema kwamba wananchi waliweza kuandamana, yani wananchi waliweza kulipwa kuandamana, zile shida zetu zitaangaziwa kweli? Sitaki niwachoshe, ila kauli ambayo Samia ameweza kuitoa, hii si kauli ambayo inaweza kawatia Watanzania moyo. Wazo lako ni lipi kuhusiana na hii kauli ya Samia? Sema nasi. Ninawatakia mwaka mpya wenye fanaka.